إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. Ndugu Waislamu, nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ayuha nnas, fa inna Allah jalla wa ala qad amarna أن نخلص له العبادة، فجميع العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وذبح لا تجعل إلا لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالله رب العالمين لا شريك له. معاشر المسلمين، حقيقة الله سبحانه وتعالى ametuamrisha kama ni wajibu kwetu sote tumtakasie ibada, tuzijalie ibada zetu zote ambazo tunazifanya kuwa ziwe ni zenye kuelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haifai kwa yoyote kufanya ibada akajielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala.
ibada zote katika swala, funga, saum, hija, kutoa nadhiri, kuchinja na nyinginezo katika ibada haifai kuzielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kila ibada ambayo unaifanya uielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiswali isipokuwa kwa ajili ya Allah, usihiji isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usifunge isipokuwa kwa ajili ya Allah, usitoe nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usiombe dua kuomba khairi au kuomba ili uondolewe na shari isipokuwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kila aina miongoni mwa aina za ibada lazima zielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allah, na wala hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa wao katika hizo ibada wakiwa wanamtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wanazifanya ibada zao zote kuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kitu kingine. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul inna salati, Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, atuambie, sema ewe Muhammad, mwambie inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na vichinjwa vyangu ninavyovichinja, wa mahiyai, na maisha yangu yote, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu, la sharika lah, la sharika lah, hana mshirika yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza manhaji yake na utaratibu wake kwamba yeye swala anazoswali zote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchinja, anachinja kwa ajili ya Allah, hachinji kwa ajili ya majini wala vinyamkera wala mizimu wala makaburi, wala hachinji kwa ajili ya mapango au kitu chochote kile, anachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yake yote Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufa kwake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi ndivyo ambavyo anatakiwa awe kila Muislamu. Atakapokuwa ameelekeza jambo lolote katika haya na mengineyo katika ibada kwa asiyekuwa Allah, anakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa katika shirki, anakuwa ni mshirikina. Ahibati billah, miongoni mwa mambo ambayo ni katika ibada, ni katika mambo ambayo mtu anajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika mambo ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini yetu hii, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada ya kuchinja. Ibada ya kuchinja ni miongoni mwa ibada ambayo inafanyika wakati wa hija, ibada ambayo inafanyika wakati wa aqiqa, pale anapozaliwa mtoto, ibada ambayo inafanyika kwa ajili ya udhiya inda Eid al-Adha, katika Eid kubwa, ibada ambayo inafanyika katika ayamu tashriq, kuanzia yani kwa maana tarehe 10 inakuwa katika mwezi wa Dhulhijja ni yaumun nahr, ni siku ya kuchinja, na pia tarehe 11 na tarehe 12 na tarehe 13 kabla ya kuzama jua. Yote haya ni masiku ya kuchinja lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu anaweza kuchinja kwa ajili ya sadaqa,
ala almuhtajin, mtu akachinja wanyama kwa lengo la kuwapa maskini, kuwagawia nyama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza akachinja kwa sababu ya nadhiri, akaweka nadhiri kwa ajili ya Allah kwamba mimi nitachinja, na akawa amechinja. Yote haya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kuchinja kwa ajili ya siku Allah. Kwa hiyo atakayechinja kwa namna yoyote ile achinje kwa ajili ya Allah, kwa sababu akichinja kwa ajili ya ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala, ima akachinja kwa ajili ya jini, mizimu, vinyamkera, mapango, makaburi na mambo mengineyo ambayo si kwa ajili ya Allah, basi huyu atakuwa ni mshirikina na atakuwa ni mwenye kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ambayo amepokea al-Imam Muslim kutoka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Mtume anasema la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, anamlani Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapochinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, unaingia katika laana, unaingia katika shirk, ashirku billahi azza wa jalla. Lakini pia hii ibada ya kuchinja katika namna yoyote ile, iwe ni kuchinja katika wakati wetu huu, wakati wa Eid al-Adha au wakati wa Aqiqa, ukachinja, au mathala mtu akawa amechinja si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama atachinja kwa ajili ya jambo lingine ambalo si kwa ajili ya Allah, basi hatopata lolote isipokuwa atapata laana. Lakini yule ambaye anachinja liajili Allah wa liajili taqwa, anachinja kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya uchamungu, la shaka atapata uchamungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yanala Allah luhumuha, hakika hazitompata Allah subhanahu wa ta'ala nyama zao, zile nyama ambazo wamezichinja kwa ajili ya majini, vinyamkera wa maila dhalik, kwa ajili ya matambiko, kwa ajili ya mazindiko, hizo nyama hazitompata Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hutopata ujira, wala dimauha, na wala ile damu ambayo imemwagika ulipomchinja mnyama haitomfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini kinachompata Allah subhanahu wa ta'ala ni ule uchamungu wenu wakati mnafanya ibada. Ukifanya ibada ya swala, ibada ya funga, ibada ya zaka, ibada ya sadaka, ibada ya hija, ibada ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo utapata uchamungu, na hayo mambo Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni yenye kumfikia, kwa sababu umefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kitu kingine. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، نقول وإسلام، الذبائح التي تذبح للعبادة هي الإبل والبقرة والغنم والمعز والضأن وأفضلها أيها الأحبة في الأضحية الإبل، ثم البقرة، ثم الغنم.
Ndugu zangu Waislamu, vichinjwa ambavyo vinachinjwa katika huu mwezi wa Dhulhijja, katika siku ya Eid kubwa, Eid al-Adha, kuanzia tarehe 10 na tarehe 11, 12 na 13, kwa maana 13 kabla ya kuzama jua. Vichinjwa ambavyo vinachinjwa ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Nilikuwa bora ayu walahiba ni mtu kuchinja ngamia, kwa sababu ina manufaa makubwa, kisha inafuatia ng'ombe, kisha inafuatia kondoo na mbuzi. Wasinu almu'tabar lidhabaih, na umri ambao unazingatiwa kwa yule mnyama ambaye utamchinja. Ngamia ambaye utamchinja, wala hiba, anatakiwa awe amekamilisha miaka 5. Amekamilisha miaka 5, kwa maana anaanza mwaka wa 6. Kwa maana yule ngamia utakayemchinja asipungue miaka 5. Amma al-baqara fasanadan, ama ng'ombe ambaye utamchinja anatakiwa awe amekamilisha miaka 2, kwa maana anaanza mwaka wa 3, yani isipungue miaka yake 2. Wa amma al-ma'z, mbuzi anatakiwa awe na miaka 2, wa hadha inda Shafi'iyya. Wa amma inda al-Hanabila awe na mwaka 1, kwa maana baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba mbuzi awe na miaka 2, nao ni Ash-Shafi'iyya na Hanabila, madhhabi Imam Ahmad, awe na mwaka 1. Wa amma adh-dha'n, ama kondoo anatakiwa awe na mwaka 1, wa hadha inda Shafi'iyya, katika madhhabi Imam Shafi'i rahimahullah. Na ama inda Imam Ahmad anatakiwa awe na miezi 6, yani isipungue miezi 6. Inafaa ndugu zangu Waislamu kushirikiana watu 7 kumchinja ngamia mmoja, yani wakachanga watu 7 wakamnunua ngamia mmoja kwa lengo la kuchinja. Na vile vile inafaa kushirikiana watu 7 kumchinja ng'ombe mmoja. Kwa hiyo kushirikiana watu 7 ni katika ngamia na ni katika ng'ombe. Na ama katika kondoo na mbuzi haifai kushirikiana, mtu mmoja atachinja peke yake. Lakini katika vichinjo vyote hivi inafaa utakapokuwa umechinja ukawashirikisha watu wengine katika thawabu. Kama unachinja wewe peke yako lakini unashirikiana, unaweza kumshirikisha mke wako, ukamshirikisha mama yako kipenzi, ukamshirikisha baba yako au rafiki zako, kama anachinja, lakini thawabu na washirikisha watu wengine ambao hawajatoa pesa kwa lengo la kununua kile unachokichinja. Maashara al-ahibba, sifa ya hivyo ambavyo vinachinjwa vinatakiwa viepukane na aibu zifuatavyo. Aibu ya kwanza au dosari, kwamba visiwe na kilema, al-arja al-bayyin arjuha, kama huyo mnyama asiwe ni kilema ambacho ni cha wazi, asiwe na kilema ambacho ni cha wazi. Lakini pia al-awra al-bayyin awruha, asiwe na chongo au na upofu akawa haoni ile chongo cha wazi au upofu wa wazi. Walmarida albayyin marduha, na asiwe mgonjwa ambaye maradhi yake yako wazi kabisa. Walajfa allati la tunqi, na asiwe amekondeana kwa sababu ya yale maradhi, akakonda hali ya kuwa anaonekana
na akawa ule ukondaji ukawa unadhihirika kabisa, asiwe amekondeana. Na baadhi ya ahlul ilmi wakasema maqtu'atul udhun, na asiwe amekatika masikio yake. Wa amma alqat'u al-yasir li ajli as-simah au as-simah la bas, ama akiwa amekatwa kidogo kwa lengo la alama, kama ambavyo huwa wanafanya wale wanaochunga mbuzi, hiyo inakuwa haina shida, lakini kule ambako kumedhihirika haivai. Wa maksurul qarn, na yule ambaye amekatwa pembe, alladhi yudni, kukatwa ambako kunamsababisha kutoka damu, huyo hafai. Wakasema baadhi ya ahli ilmi kwamba fa in kana la yudni fala bas, ikiwa ni kidogo ambacho hakileti madhara au hakisababisha kutoka damu, hiyo inakuwa haina tatizo. Wakati wa kuchinja, ayu wala hibba, wakati dhabh lil-adha, wakati wa kuchinja katika Eid al-Adha ambayo ni tarehe 10, wakati wa kuchinja ni baada salati al-Eid, ni baada ya kuswali salatu al-Eid. Mtu asichinje kabla ya kuswali salatu al-Eid, achinje baada yake, kwa maana baada ya kuswali salatu al-Eid wakati unaofuatia ni wakati wa kuchinja mpaka tarehe 13 katika mwezi wa Dhulhijja, kabla ya kuzama jua. Itakapozama jua, hapo wakati wa kuchinja utakuwa umeshakwisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man nasaka qabla salati fala nusuka lah, yote yule ambaye atachinja kabla ya salatul Eid, huyu hatohesabika amechinja. Nyama yake itakuwa ni lahma sadaqatin, itakuwa ni lahma ya sadaqa, lakini si ya udhiya. Ni lahma ya kula, ni nyama ya kula tu, lakini haihesabiki kama yeye amechinja udhiya. ويقول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه, mwenye kuchinja kabla ya kuswali salatul Eid, basi achinje mnyama mwingine badali yake. Kwa hiyo ayu alahibba, haya ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kila mmoja ajitahidi kuweza kuyafuatilia, na kila ambaye ana uwezo wa kuweza kuchinja achinje, na ale katika hizo nyama, na hifadhi zitakazobakia, na atoe sadaka kwa wale wanaohitajia, na atoe zawadi kwa wengine. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.